Ninakushukuru Mungu uliye mbinguni, uliyenipa uzima katika siku ya leo. Asante, nimeliona jua tena, ambavyo likiwa linachomoza, lakini likiwa limeangaza pande zote. Vivyo hivyo, Mungu, nijalie hata wakati huu ninavyoenda kujiandaa kwenda katika kazi zangu za kila siku ambazo ulinijalia, nitangulie, ukawe ndiwe ngao yangu kokote napoingia na kutoka, mpaka barikiwe. Bwana, tazama hata wakati huu ninawaleta walioko hospitalini, wanaotamani kupona na wengine tayari wamekwisha kujikatia tamaa, lakini tumaini lao kubwa liko kwako, kwa sababu wamekwisha kumeza dawa za aina mbalimbali na bado hawajaweza kupona. Ila mimi Mungu nawaleta kwako, nisaidie kuwaponya watu hawa. Mponye mtoto wa kike na wa kiume, mponye baba, mponye mama, mponye mzee, kwa maana ukiwaponya utukufu mbinguni utaongezeka. Mungu, nawaleta tena wale ambao wanatamani kupata kazi, lakini hawana pa kupatia kazi, kwa maana ulisema unaweza kufanya njia pasipokuwa na njia. Watu hawa Bwana, ukawafanyie njia pasipokuwa na njia popote walipo. Bwana, ukafungue baraka, ukafungue milango ya kazi, ukafungue milango ya elimu, ukafungue milango ya uchumi. Vivyo hivyo Bwana, nawaleta tena watoto wadogo. Bwana, ukawalinde na kuwafunika, kwa maana wanaingia sehemu mbalimbali ambazo wazazi wao zingine hawajui kwamba waliingia. Hivyo Mungu, watoto hawa ukiwalinda wewe, hakuna yeyote atakayeweza kuwazuru. Mtazame yule mama analia kila siku, anatamani kuona mtoto wake akiwa na akili timamu, anatamani kuona mtoto wake akitembea vizuri, anatamani kuona mtoto wake akiwa na afya njema, lakini tumaini lake kubwa liko kwako, ya kwamba utamsaidia mtoto wake, atakuwa imara. Bwana, naamini ya kwamba kwako ndiko kuna kila maswali ya majibu ambayo tunajiuliza. Bwana, tuongoze kila tunapoingia, tuongoze kila tunapotoka, tuepushe na mabaya yote, tuepushe na nguvu zote za giza, bali ukatufunike uweponi mwako, hata sasa na milele na milele. Tunajikabidhi mikononi mwako Bwana. Tunalileta pia bado na taifa letu mikononi mwako. Kila mmoja anaomba amani. Hata hapa nilipo kufika hapa kukuomba Mungu, ni kwa sababu umenipa amani. Nikikosa amani, hata muda wa kukupazia sauti sitaupata, kwa maana nitakuwa nikihangaika kama mnyama wa porini, jinsi anavyohangaika huku akitafuta maji, nami nitakuwa nikihangaika nikitafuta amani. Lakini kabla sijaenda kwenye kuhangaika, wacha niseme Bwana, ninaomba amani katika nchi yangu, na yule baba anaomba amani katika nchi yake. Mungu, tujalie afya. Mungu, tujalie amani. Mungu, tujalie upendo. Mungu, tujalie hekima. Mungu, tujalie busara. Mungu, tujalie amani. Mungu, tujalie unyenyekevu. Tunyenyekee, tukawe ni wenye kuwapenda ndugu zetu, tukawe ni wenye kuwapenda majirani zetu. Tusijipende wenyewe kama ndama jinsi anavyojipenda mpaka anamsahau mama yake. Mungu, ukatujalie kunyenyekea, kwa maana tukiwa na viburi, tukiwa ni wenye watu wenye kujipandisha, hakika sisi kwako hatutokuwa na thamani yoyote. Vivyo hivyo Bwana, tunaomba unyenyekevu wako, kwa maana ulisema kwenye kunyenyekea ndiko kuna kazi, kwenye kunyenyekea ndiko kuna ndoa, kwenye kunyenyekea ndiko kuna upole, kwenye kunyenyekea ndiko kuna nguvu kubwa ya kupata majibu ya maswali ambayo tunajiuliza tangu enzi na enzi. Roho Mtakatifu uliyetuhudumia siku ya kwanza tunaingia duniani, ukatuhudumie na sasa. Mtazame yule binti anatamani kupata ndoa, anatamani kupata mume aliye sahihi katika maisha yake. Bwana, mpe mume wake. Kuna mama ana ndoa yake,
lakini ndoa yake ina changamoto. Bwana, mpe amani kwenye ndoa yake, na ile changamoto iliyoko kwenye ndoa yake ikaondoke na kusambaratika, bali yule mama akapate amani. Mungu, mtazame yule kiwete, anatamani kupata msaada. Mungu, mpe msaada, akafurahie kukupata wewe Bwana. Kuna mchungaji anatamani kuona kanisa lake likiinuka kwa viwango vya juu. Roho Mtakatifu, shuka kwenye kanisa la yule mchungaji. Shuka kila mahali ambako naona kunafaa wewe Mungu kuweko mahali pale. Waite watu kutoka kusini, kaskazini na magharibi na mashariki wakakujue, maana wewe ndiwe Mungu unayewajua majina yao. Sisi tukitaja majina yao itafika wakati tutawasahau, lakini wewe Mungu hauwezi kusahau, maana kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati unasema, lakini yeyote atakayesikia sauti ya Bwana na baraka hizi zitamjilia. Mungu, baraka hizi tunazozihitaji si baraka za fedha peke yake, bali tunahitaji na baraka za tulizo za moyo wetu. Kuna mmoja ana ndoa lakini hana amani, tunaomba amani sasa. Kuna mwingine ana fedha lakini hana amani, tunaomba amani sasa. Kuna mwingine hana chochote na anatamani kupata, nasi hizo baraka Mungu ndizo tunazozihitaji. Usiku wa leo na mchana wa leo na jioni wa leo, kila mmoja Mungu ukamkumbuke sawasawa na mapenzi yako. Mwenyezi Mungu, ninakushukuru kwa uumbaji huu. Nikitazama jua limechomoza sasa, nikitazama mataa yanawaka, ni dhahiri ya kwamba bado ninalo kusudi la kuzidi kusimama na kusema mimi naweza. Asubuhi ya leo sina mengi ya kusema, ila nasema Bwana, kama ulivyonijalia mimi kuamka, mjalie na yule aliyelala akapate kuamka, akapate kwenda kutafuta mkate wake wa kila siku. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.